naomba msikilize. Kuna kitu kimoja ambacho mwenyekiti amekifanya ambacho mimi sijakifurahia. Huyu mimi siniwasikiliza. Huyu ni kiongozi wa serikali, si ndio? Mimi huwa nakasirika na kuchukia na huwa nakuwa mbogo mtu anapotumia madaraka yake kumuumiza mtu. Kwa mfano, mimi ni mkuu wa wilaya, si ndio? Nikimuumiza mtu yeyote, hawatasema Magoti, watasema serikali ya Samia, si ndio? Huyo mkuu wa wilaya anaonea watu na nini? Wazee wangu mlioko hapa mnajua Kisarawe hapa ilikuwa inaendeshwa kibabe. Mtu anachukua shamba la mtu, anabomoa nyumba ya mtu, anauza. Si nimesikia huyu hapa kapokonywa mtu heka zake 12. Si umesikia hapa mtu kachukua kisima cha msikiti. Sasa leo hii wakisema serikali nani au utokeni fanyeni hivi na hivi, kama mwenyekiti anaumiza watu, nyewe mtafurahia? Wewe kijana, njoo simama hapa kwa mwenyekiti. Huyu mnamfahamu? Ni mkorofi huyu. Wangapi wanasema huyu kijana ni mwadilifu kabisa? Nyosha mikono. Wanasema huyu kijana ni mcha Mungu, hana shida? Nyosha mikono niwaone. Hivi karibuni mwenyekiti akampigia huyu simu, nenda sehemu unichukulie mzigo wangu. Hakumwambia ni mzigo gani. Kijana akaosha pikipiki akafuata. Katika kuja sijui aliporwa, sijui alifanyaje, ule mzigo kwa umepotea. Mwenyekiti akasema alimtuma huyu, huo mzigo ulikuwa ni pesa, alienda kuchukua kwa mtoto wa huyu. Mwenyekiti anasema ni 3,300,000. Lakini wakati anamtuma huyu hakumwambia ni pesa. Na kama pesa zilitakiwa zitumwe za mtoto wa huyu, kwa nini mtoto wa mwenyekiti asingemtumia kwenye simu au angemwambia kanichukulie pesa? Hilo sio shida. Kilichonisikitisha, mwenyekiti akamkamata huyu kijana, akampiga, akamfunga pingu. Na mwenyekiti ana pingu za polisi. Mimi nikamuuliza mwenyekiti, huyu kijana alipata shida sana, akaogopa. Na baada ya mwenyekiti kumpiga huyu kijana, akamlazimisha, akamsainisha fomu ile 3,000,000, anachukua nyumba ya huyu, ya mama yake. Unaona? Mama yake huyu naye ni mgonjwa wa moyo. Na ndio wazazi mlivyo na huruma. Mama huyu akamwambia, mwanangu, mimi nakutaka wewe, kama ni nyumba serikali imeng'ang'ania wape. Kijana akaandika document ile kwa mwenyekiti, akamwandikisha hii ya mwenyekiti. Mwenyekiti akachukua nyumba ya mamake na huyu. Na kibaya zaidi, mwenyekiti akamuondoa huyu kwenye nyumba. Huyu akabidi atafute chumba cha shilingi 40,000, kapanga, kahamisha na vitu. Mwenyekiti akafunga nyumba na kufuri, kaondoka nayo. Huyu mama yake ana mashamba haya. Wakati mwenyekiti amefunga nyumba ya mama yake huyu, mwenyekiti akatafuta wateja wauze nyumba. Sasa usiku mwenyekiti anapeleka madalali kuuza nyumba. Sasa ameisha msahihisha nyaraka, bado haitoshi. Mwenyekiti wetu Fundikira akataka tena auze mashamba ya mamake huyu mawili. Sasa wananchi,
Mimi nataka msiseme mimi kwa kuwa ni DC. Chukulia huyu kijana ni mwanao, mwenyekiti wa serikali amemtendea hivyo mwanao, alafu mwenyekiti anakuja anakaa hapa mbele. Unafikiri kwa hizo huyu anafaa kuwa mwenyekiti? Semeni ukweli, anafaa kuwa mwenyekiti?